Inua mikono yako tena tukili mbele za Bwana. Hebu nguruma kuliko simba wote wa dunia hii. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Naomba tuketi katika uwepo wa Bwana. Nina furaha sana katika moyo wangu na katika nafsi yangu, mtima wangu na maisha yangu. Na leo ni mara ya pili na kuja ziara jimboni. Sasa kwa furaha iliyopo huku ndani, wakati mwingine nashindwa pa kuanzia na pa kumalizia. Lakini nimefurahi sana sana na nimefurahi mno mno na nina amani kubwa kupita maelezo kuwepo hapa siku hii ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimeandaa hotuba, na hotuba yangu itakuwa fupi. Wengi mnanifahamu mimi ni mtu wa masaa marefu. Angesema askofu amesimama sasa hapa tutatoka kesho. Hapana, utatoka sasa hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nianze kwa hotuba kama ilivyoandikwa, lakini pia nitamtii Roho Mtakatifu. Nakushukuru sana Nkia askofu na mwenyekiti kwa neno zuri sana la baraka. Tunalipokea neno hili. Jina la Bwana libarikiwe. Na yote uliosema tunampa Mungu utukufu. Maana ndiye anayetenda ndani yetu na kupitia sisi, na sisi ni punda tu wa Bwana, na sisi ni wakala tu wa Mungu, mifereji, mikondo ya Bwana. Anasema tukishafanya yote semeni watumishi tusio na nini jamani? Hebu tumpe Mungu kwa makofi mengi ya utukufu na heshima zote na adhama zote. Wapendwa askofu wa jimbo la Ubungo, Dr. Ezekiel Mbwilo na kamati yako ya jimbo, wajumbe wa halmashauri kuu, nimefurahi sana kuwaona ndugu yetu Askofu Tawete. Tulikuwa wote Jumamosi iliyopita kufungua chuo kule Temeke cha maajabu sana. Na nafurahi kumwona Askofu Dr. Hawanga yuko hapa kutoka Kisarawe, na wajumbe wote wa halmashauri kuu mliopo hapa, waangalizi wote wa sehemu na kamati zenu kutoka jimbo hili na majimbo mengine, wachungaji wetu wa TAG na madhehebu mengine yote ambao mmepata neema ya kuwepo hapa, mwenyekiti wa CPCT wilaya hii ya Ubungo, asante sana kwa kuja mwenyekiti wetu, viongozi wa ngazi mbalimbali wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, akiwepo Baba Mzee Masawe, Dr. Askofu wetu na kamati yako mstaafu, tunashukuru. Ndugu waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vya habari, baba zangu, nirudie tena, wachungaji na familia zenu wote mliopo hapa, wanakwaya wa kwaya zetu nzuri ambao mmetuhudumia hapa, na wote ambao tumepata neema sisi washirika wazuri wa TAG kutoka kona zote za Ubungo na jiji la Dar es Salaam. Wote kwa ujumla wenu na wasalimia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa kunialika kuja kuzindua chuo cha kupanda makanisa katika jimbo hili zuri sana la Ubungo, katika eneo hili la kipekee sana la hapa Mbezi, Mpiji, Magohe. Hongereni kwa mafanikio haya makubwa ambayo Bwana amewezesha kuyafikia kama sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati katika kutimiza agizo kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwamba twende ulimwenguni kote na tukawafanye watu wote kuwa wanafunzi, sawasawa na Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Ndugu zangu, nawapongeza kwa mafanikio haya, hongereni sana. Jamani, hongereni sana 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 sana. Katika mgawanyo wetu wa majimbo mwaka ule wa 2012, jimbo hili lilifanywa kuwa Mashariki Kati Kaskazini, na ndipo kazi hii ya ujenzi wa chuo na maono haya ya ujenzi wa chuo yalianza mara tu chuo kilipozaliwa. Tunashukuru kwamba hatimaye mwaka 1918 maono yaliendelea na chuo kikakutana kule Magomeni, halafu kule Kimara, na hatimaye mwaka ule nakumbuka wa 22 tulisimika haya majengo hapa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na sisi makao makuu tukawajengea lile jengo la kwanza, lile pale, lile tulijenga sisi makao makuu. Najivunia sana mafanikio makubwa katika maeneo mengi ya utekelezaji wa mpango mkakati wa kanisa kupitia lililokuwa jimbo la Mashariki Kati Kaskazini. Binafsi ninafarijika sana kuona kazi kubwa mlioifanya katika jimbo hili. Na leo mwaka ule wa 2025 tukagawa tena majimbo na tukapanga upya jimbo hili, na ninyi mkaitwa jimbo la Ubungo. Najua wengine mlipenda Kinondoni badala ya Ubungo, lakini unajua anayezaa ndio anayetoa jina. Kwa hiyo uwe na amani. Hebu mtikise mwenzako, mwambie uwe na amani. Anayezaa ndio kanuni yetu, anayetoa nini jamani? Na anayezaa majimbo ni halmashauri kuu. Kuna mtu hapa aliwahi kujiita jina? Hebu muulize, kuna mtu wewe uliwahi kujiita jina? Wazazi wanatoa jina. Pengine ulipendi jina hilo, lakini unalipokea maana limetoka kwa nani jamani? Na mzazi ni mzazi. Hakuna mtu kama mzazi. Jamani, tuwapigie makofi wazazi kwa kutupa jina Ubungo. Jamani, Bwana asifiwe. Nakupongeza sana Baba Askofu Mwilo pamoja na kamati yako. Hongereni sana waangalizi wa sehemu na kamati zenu. Nimeambiwa mligawiwa miraba na mmeifanyia kazi miraba yenu, na leo tuko hapa, ndio matokeo. Jamani, makofi mengi sana kwa waangalizi wetu. Kama Israeli walivyoshikana na Musa, wachungaji na washirika mmeshikana na kamati za sehemu na kamati ya jimbo na idara mmeshikana, na kwa umoja na kwa pamoja
Leo tuko hapa kuzindua chuo. Jamani, hongereni sana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Napenda pia kwa niaba ya kanisa la TAG kuwashukuru sana wadau wote mlioshiriki kwa namna moja au nyingine kukamilisha ujenzi wa chuo hiki cha Ubungo. Wametajwa wadau wengi sana. Kamati ya jimbo ndiye Musa mwenyewe, lakini viongozi wa sehemu na kamati zenu, nyinyi ni wadau. Makanisa na wachungaji wote ni wadau. Washirika wote wa jimbo ni wadau. Idara zote za jimbo wameshiriki. Ofisi kuu nayo imeshiriki, ambayo inaratibu maono haya katika nchi nzima. Basi mdau jumlisha mdau jumlisha mdau jumlisha mdau, nitumie maneno ya askofu wa jimbo, hatimaye kimeiva na leo kimepakuliwa. Jamani wadau, jipeni makofi tu, jipeni makofi kwa kazi hii kubwa sana ambayo Mungu amewatumia kutenda. Askofu Nkya ameeleza vizuri sana jinsi tulikotoka mpaka kufika hapa. Na mimi nataka niwakumbushe kwa kifupi tu. Tulianza mpango mkakati wa kwanza, dira ya maendeleo, mwaka 2009, tukamaliza mwaka 2018. Mungu akatupa makanisa 10,000 na Mungu akatupa wachungaji zaidi ya 10,000. Tulipomaliza ule mpango mwaka 2018, maswali yale yale yaliyokuwepo mwaka 2008 nilipochaguliwa kuwa askofu mkuu yakaanza tena. Sasa baba askofu mkuu, tumemaliza mpango mkakati wa kwanza na Mungu ametutendea mema sana. Je, nini kinafuata baada ya hapo? Majibu yangu yakawa yale yale, kwamba jamani, kanisa hili ni la Bwana na mimi ni wa Bwana na ninyi ni wa Bwana. Twende kwa mwenye mali, Baba yetu wa mbinguni, tumsikie anasema nini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumsikie anasema nini. Tofauti na ule mpango wa kwanza ambapo kamati ya uongozi iliyochaguliwa na watu 18 ndio tulikuwa tunaongoza mambo haya ya kumsikiliza Mungu anasema nini. Safari hii sasa somo lilikuwa limeingia. Tukasema kanisa zima la nchi liombe na tumuombe Bwana tusemeshe what next. Jamani, Bwana asifiwe. Kama mnakumbuka wale mliokuwepo, mwaka 2019 Januari, wote tulifunga na kuomba. Nchi nzima, makanisa yote, kutafuta uso wa Bwana kwa siku 28. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa na siku 21 za kwanza, tukaongeza wiki moja nyingine. Kwa hiyo siku 28, siku 28 tulifunga na kuomba nchi nzima, makanisa yote, kwamba Bwana tutokee, tusemeshe hatua inayofuata baada ya miaka 10. Wangapi mnakumbuka yale maombi tuliyoomba wakati ule mliokuwepo? Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa wote tuliomba, na baada ya maombi yale basi tukasema
Kitu cha kwanza tufanye shukurani kwa yale Mungu aliyoyafanya katika miaka 10 iliyopita. Maana Mungu ametutendea mambo makubwa sana, na Mungu ametufanyia mambo ya kipekee sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unakumbuka tulikutana kule Arusha kumwambia Mungu, Ebeneza, hata sasa umefanya. Na leo hebu tumpe tena Mungu makofi kwa mambo aliyotufanyia kwa miaka ile 10. Tumpe shukurani na utukufu na heshima zote. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tukakutana kule tukimwambia Mungu, Ebeneza, hata sasa umetusaidia. Lakini kwa kuwa somo lilikuwa limeingia kwamba kanisa ni la Mungu na lazima tusikie kutoka kwa Mungu anayoyataka kwa kanisa lake, ndipo tena tukasema sasa anayeweza kusikia sio askofu mkuu peke yake. Wachungaji wote zaidi ya 10,000 nchi nzima wapelekewe waraka, na waraka ule uwe na swali. Na swali lilikuwa moja tu, nalo lilikuwa ni hili: wewe mtumishi wa Mungu na kanisa lako, Mungu anasema nini kwa habari ya TAG sasa na siku zijazo? Mungu anasema na wewe nini kwa habari ya TAG sasa na siku zijazo? Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Basi swali lile lilipopelekwa nchi nzima, wachungaji wakaandika Mungu anasema nao nini, Mungu anawasemesha nini. Ndipo hapo yakakusanywa yale yote, tukakutana kwenye kikao cha baraza la waangalizi, na tukakutana kwenye kikao kule Arusha. Waangalizi na halmashauri kuu wakasema siku 28 za kuomba bado hazitoshi. Sisi kama waangalizi wote nchi nzima na kamati zote za majimbo tutafunga na kuomba kila Jumatano na kila Ijumaa kumtafuta Bwana kwa zaidi ya mwezi mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Halafu tukutane, halafu wakateuliwa wajumbe wa kukaa na baba askofu mkuu kwa muda wa wiki 2, ambao wataendelea kufunga na kuomba na kusikia sauti ya Mungu na kuweka yale Mungu anasema katika maandishi. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ndipo hapo maaskofu wote wa majimbo waliteuliwa, wakurugenzi wote wa idara waliteuliwa. Namuona mzee Omari alikuwepo. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na yeye aliteuliwa. Lakini pia waliteuliwa washirika kuwakilisha washirika. Jumla walioteuliwa walikuwa karibu 120. Wengine walipata udhuru 109. Mwenyekiti Mke amesema kwenye mahubiri yake, hao wakapatikana. Jina la Bwana libarikiwe. Na wote kwa pamoja, nakumbuka Taweta alikuwepo pia, na Mwenje. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Wote tukakutana kule Lindi. Chuo chetu cha Biblia cha Mtama kinaitwa South Eastern Bible College for 2 weeks. Kila siku tunaamka saa 11 asubuhi, tunaendelea na maombi na tunafanya kazi ya kumngoja Bwana chini ya wenyekiti wangu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Mpaka tunafanya kazi mpaka muda tutakapomaliza kwa siku hiyo, kama ni saa 6 usiku sawa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Hatimaye, na kitu cha ajabu sana,
Nchi nzima utazani wachungaji walikuwa wanaibiana notes. Kila mmoja anasema mambo karibu yale yale. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Karibu yale yale. Na wote waliokuwepo pale, kama alivyosema baba askofu, yalikuwa ni makundi ya 30 kwa 30. 30 kwa 30. Kila kundi likirudi ni kama lilikuwa linaiba notes za mtu mwingine, wanaleta yale yale. Hebu tumpe Mungu wa utukufu, Mungu wa TAG. Ndugu zangu, jina la Bwana libarikiwe. Ndipo hapo sasa hatimaye yakatokea maono ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Jamani, haleluya. Tamko hili lilitajwa pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lilitoka pale. Haleluya. Tamko lilitoka pale. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Unajua, unapojua Mungu anahusika na jambo, unakuwa na raha moyoni. Na hata utukanwe vipi hayakuingii, kwa sababu unamjua Mungu aliyesema na wewe. Jamani, hata uzomewe vipi hayakuingii, kwa sababu unamjua Mungu aliyesema na wewe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo baada ya kutoka pale, tukasema sasa, wanasemaga sauti ya wengi ni sauti ya nani jamani? Ya Mungu. Tutajuaje kama haya yote kweli ndicho ambacho Mungu anataka kwa kanisa? Tunaamini tumesikia kwa Mungu. Tukasema hebu tupeleke kwenye vikao halali vya kanisa, decision making organs of Tanzania Assemblies of God. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Vyombo vya kufanya maamuzi vya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Na tulikwenda extra mile. Kwanza tukakutana kwenye halmashauri kuu. Halmashauri kuu wote wakapiga kura 100% kwamba huyu ni Bwana, hii ndio barabara, hii ndio dira, hii ndio ramani tutakayotembea kwa miaka 13. Jamani, haleluya. Mpaka 33. Sasa wengine wanauliza, kwa nini mwaka 33 isiwe 35 au isiwe 30 au isiwe 31? Sababu ni hii. Mwaka 33 tutakuwa tunasherehekea Yesu alikaa duniani miaka 30 ngapi jamani? Na mitatu. Na miaka 33 itakuwa miaka 2000 kamili tangu Yesu alipokufa, alipozikwa, alipofufuka na kupaa kwenda mbinguni. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia ndio itakuwa sherehe ya kanisa letu ya Pentekoste. Mwaka wa 33 ndipo Roho Mtakatifu aliposhuka hapa duniani kwa kila mwenye mwili. Jamani, Bwana asifiwe. Itakuwa miaka 2000 ya kumbukumbu hiyo. Kwa hiyo tukasema kama TAG tulenge pale, ili tutakapokuwa tunasherehekea kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu, na vivyo hivyo tutakapokuwa tunasherehekea kushuka kwa Roho Mtakatifu na kumjaza kila mwenye mwili, na hatimaye TAG kumpokea huyo Roho Mtakatifu, na sisi tuwe tumefikia kila kijiji, ikiwezekana na kila kitongoji cha kanisa cha Tanzania, bendera ya huyo Yesu mfufuka iwe inapepea. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, uwepo wake huyo Roho uwepo katika kila kijiji cha Tanzania.
Ndiyo maana mwaka 33. Bwana asifiwe sana. Basi wapendwa, tukapeleka halmashauri kuu. Ikatoka halmashauri kuu tukapeleka baraza la waangalizi. Baraza la waangalizi lilikutana na wakapitisha wote 100%. Piga makofi kwa baraza la waangalizi wa nchi nzima. Wote 100%. 100%. Wewe unawajua wa TAG walivyo wajanja. Walivyo wajanja huku na hapa. Mpaka wakubali wote 100%. Sio kazi rahisi, ni Mungu yuko hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Tukakutana kwenye mkutano mkuu sasa wakasema hivi waangalizi. Wakasema kabla ya mkutano mkuu tunataka mzunguke majimbo yote nchi nzima. Majimbo yote yapige kura ya TAG. Na mimi I so much believe juu ya ushirikishwaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho nimekifanya TAG hakijaamuliwa na baraza kuu la TAG. Hakuna. Jamani, Bwana asifiwe. Hakuna. Napenda ushirikishaji sana. Japo na mamlaka ya kuamua. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini napenda sana ushirikishaji. Kwa hiyo ikabidi mimi na Askofu Muiche, na wakati ule tulikuwa na Dr. Mgonja, tulikuwa pia na Swai, 4 tutembee majimbo yote nchi nzima, karibu 58 wakati ule. Conference maalum za majimbo nchi nzima. Tunafafanua kile kitabu cha yale maono. Tukamaliza majimbo yote 58. Na mashariki, kati, kaskazini, Baba Askofu Masawe unakumbuka tulikuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nchi nzima majimbo yote, na watu walifurika kweli kweli. People they want to know the direction of their church. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linakwenda wapi? Wote wakapiga kula za ndio, wote kula za ndio. Wakapiga kula za ndio. Nchi nzima majimbo yote 58. Tukatoka hapo sasa tukaitisha baraza kuu Chimwaga Dodoma. Walifurika watu. Walifurika watu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Tulipokutana pale Chimwaga Dodoma, tukapitia tena kitabu neno kwa neno, mstari kwa mstari, cha maono, cha dira, cha ramani kwa miaka 13 mfululizo. Wote wakasema, Baba Askofu huyu ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Zilipopigwa kura 100%. Tofauti na ule mpango wa miaka 10 ya mavuno, alipinga mchungaji mmoja. Kwenye huu wa safari hii, hata yule aliyepinga wakati ule alipiga kura ya ndio. Mpe makofi Yesu wetu wa Bwana wa utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukatoka hapo, ndipo mwaka wa 2020 Januari. Sasa hivi inaitwa New Majumba 6. Lakini wakati huo ilikuwa Old Majumba 6. Tukakutana pale. Na wote mnakumbuka hapa Dar es Salaam kuzindua rasmi ile Januari. Watu zaidi ya 10,000 walifurika pale. Nje kumejaa, ndani kumejaa. Wangapi walikuwepo kwenye ule mkutano? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mbingu zikahamia pale. Mungu akaamua kutubusu kwa uwepo wake wa ajabu sana. Wangapi mnakumbuka ule uwepo wa Mungu na ule mtembeleo wa Mungu? Jamani, haleluya. Mbingu zikaamua kuja na kuweka muhuri, wanangu, haya ni ya kwangu, mimi niko pamoja nanyi. Jamani, Bwana asifiwe. Haya ni ya kwangu. Na mimi nilikuwa sijala muda mrefu na muomba Mungu. Nilipokuwa pale, wengi hamkumbuki, hamkujua, lakini nilizimia kwa muda. Ikabidi wanifanyie juhudi ya kunifufua. Na nikafufuka tena pale. Jamani, haleluya.
katika ule uwepo mzito sana wa Mungu. Lakini nilikuwa katika roho. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akatutembelea kuweka muhuri na kuthibitisha niko pamoja na ninyi. Na barabara hii mnayoiendea ni barabara ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mimi hata nikitukanwa vipi, nikizomewa vipi, nikasemwa vipi, yani mimi sio mtoto mdogo, namjua Mungu niliyemwamini na Mungu aliyeniita. Siyumbi wala siyumbishwi wala sibabaiki. Jamani, haleluya! Maana nafahamu mti wenye matunda mengi ndio unaopigwa mawe. Jamani, Bwana asifiwe. Jipe moyo TAG, songa mbele. Bwana amekusudia kukupa ufalme. Jamani, Bwana asifiwe. Ya sasa na yajayo yanafurahisha, ni ya kipekee, ni ya hatari. Na siku za mwisho za kanisa hili zitakuwa na utukufu mwingi kuliko zile za kwanza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo basi tukaanza utekelezaji. Na mimi namshukuru Mungu. Pamoja na COVID-19, mwaka wa 2020 mwezi Machi imeingia. Pamoja na mwaka 22 imeendelea. Mwaka 23 imeendelea. Mungu asifiwe kwa Rais Magufuli ambaye hakuifunga nchi. Alituruhusu tuendelee kuhubiri, tuendelee kushuhudia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu wa ajabu sana. Sasa ametembea na sisi na anatembea na sisi. Jamani, haleluya. Mungu wa ajabu sana. Katika yale mambo yako mambo matano ambayo mimi nayaita non-negotiables. Yani ni lazima yatokee. Piga huwa garagaza pachimbike kieleweke. Hayo mambo lazima yatokee. Inyeshe mvua, liwake nini jamani? Liwake jua. Jambo la kwanza, maono yale yanasema kwamba tunataka watumishi wapya 35,000. 35,000. Tutapataje hawa watumishi wapya? Dira inasema kila kanisa la mahali pamoja, yale makanisa 10,000 tulioanza nayo, kila mwaka lizae mtumishi mmoja, kila miaka mitatu lizae mtumishi mmoja au zaidi. Lizae mtumishi mmoja au zaidi kila miaka mitatu. Hivi kweli ni vigumu kanisa la mahali pamoja ndani ya miaka mitatu kuzaa mtumishi? Piece of cake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Easy kabisa. It is mission possible. Inawezekana. Jamani, haleluya. Ndivyo tutakavyofikia malengo. Na miaka mitatu, katika miaka 13, tatu hizi ziko ngapi? Ziko 5. Jamani, Bwana asifiwe. 3. Ziko 4. Halafu kuna moja ya kule mwisho ya faida. Ziko 4, 3 hizi. Kwa hiyo potentially kila kanisa la TAG ndani ya miaka 13 lizae watumishi 4. Hebu mtikise sana mwenzako. Mwambie, ninyi mmezaa wangapi? Ninyi mmezaa wangapi mpaka sasa watumishi, na kuwapeleka chuo cha kupanda makanisa? Bwana Yesu asifiwe. Wewe nimekwambia kwa ruhusa yangu, mtikise huyo mwenzako sana. Mwambie, muulize na akwambie kanisa letu tumezaa wangapi? Hakuna family planning kwenye kuzaa watumishi. Bwana asifiwe sana. Na wapeleke kwenye chuo cha kupanda makanisa. Eti Ubungo ni jambo gumu kulifanya hilo? Watie oje wenzangu,
ndani ya miaka 13 kuzaa watumishi 4 na kuwasomesha chuo cha kupanda makanisa au kule Biblia, chuo cha Biblia, ni jambo gumu kulifanya jamani? Wangapi wanasema rahisi sana? Nyosha mkono juu. Rahisi sana, piece of cake. Haya, tukasema nani negotiable? Lazima litokee la pili, kwamba kila kanisa la mahali pamoja tunataka tuzae makanisa 30,000. Tutayapataje makanisa 30? Tukasema kwenye ile dira, Mungu anataka kila kanisa la mahali pamoja ndani ya miaka 13 lizae makanisa 4 au zaidi. Litotoe makanisa 4 au zaidi. Eti watiaje wenzangu, Ubungo ni jambo gumu hilo? Miaka 13. Wengine hapa umeoa mwaka wa kwanza tu mtoto, hata yule mwingine hajanani wa pili mtoto. Nazungumza biological children. Wewe unajijua unavyozaa kama sungura? Unajua kuna kuzaa kisungura jamani? Amina. Miaka 5 na watoto 3. Wewe unajijua? Miaka 7 umefikisha 4 hawa wa mwilini. Sasa kuzaa makanisa, tumesema zaa sio kisungura, zaa kama tembo. Unajua tembo miaka 3 anazaa au zaidi. Sasa muulize mwenzako, kama unaweza kisungura, nini kinakishinda kuzaa kitembo tembo wewe? Anasemaje? Ni ila tu za shetani. Anakuhubiria mpango mgumu huu, hakuna kitu, piece of cake. Ni mahubiri ya ibilisi tu ya shetani. Na tunakufukuza shetani Ubungo katika jina la Yesu. Na una nafasi ndani ya TAG kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Sasa muulize mwenzangu, sasa tuko kwenye 3 ya 3. Ulitakiwa uzae makanisa at least kwa kiwango cha chini 3. Mpaka leo umezaa mangapi? Hebu mtikise tena. Atakula ubwabwa, kuna pilau kule, atakula tu, nguvu zitarudi. Wewe mtikise sana, mwambie umezaa mangapi? Huko nyuma mbona mtikisani jamani? Mimi niko serious. Jamani, haleluya. Amesema amezaa mangapi? Mimi kanisa langu nilipowaambia wachungaji huu mpango, wazee wa kanisa na kanisa wakasema, baba askofu, sisi hatuwezi kuzaa makanisa 3. Kanisa langu la Bethel Revival Temple Morogoro wakasema, sisi kanisa la Bethel Revival Temple katika miaka 13 tutapanda makanisa 240. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Katika mji wa Morogoro wenyewe mwaka huu tunapanda 5 na 15 tunapanda nje ya Morogoro. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu peke yake tu. Mimi sipendi viongozi wa maneno, nataka viongozi wa matendo. Na waomba wachungaji, waangalizi wakija wanasema pandeni makanisa, mwambie kwanza mwangalizi tupe ushuhuda, wewe umepanda mangapi? Jamani, haleluya. Napenda sana viongozi wa vitendo, sio maneno. Kwa sababu uongozi wa maneno ni unafiki, ni ufarisayo. Lazima uishi na uongoze kwa mfano. Jamani, haleluya. Kwa hiyo kamati za majimbo, kamati za sehemu, kamati za idara ngazi zote wanatakiwa kuongoza kwa mfano katika maono haya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kama Ubungo imejaa, Tanzania haijajaa. Kama Kinondoni imejaa, Tanzania haijajaa. Mimi nimekuambia 5 napanda kwenye manispaa ya Morogoro na 15 napanda nje ya Morogoro. Haleluya. Maana wito wetu ni Yerusalemu, Judea, Samaria na mpaka wapi?
Bwana tukuzwe sana. Jambo la tatu, na ni negotiable ya tatu. Dira ikasema tunataka katika miaka hii 13 kila mshirika wa TAG alete watu wawili tu kila mwaka au zaidi kanisani. Watu wawili tu. Yaani miezi 6 ya kwanza ashuhudie na kumleta mtu kanisani. Miezi 6 inayofuata akashuhudie na kumleta mtu kanisani. Yaani yeye afanya anavyofanya. Hata akilikuta lizezeta huko alikokote tu alilete, ambie mimi huyu ndio mtu wangu mchungaji. Kanisani. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Nao washirika wakijaa, mambo yanamnyokea nani? Mimi. Waone kwanza. Haleluya. Walete kanisani. Jina la Bwana libarikiwe. Maana tunataka nini? Tunataka ifikapo mwaka 2033 tuwe na washirika milioni 9. Yani tuongeze 7.7 million new members. Jamani, ni kazi ngumu hiyo. Wapendwa, ni kazi ngumu hiyo. Mimi pale kanisani tunafanyaga mikutano ya hadhara mpaka 12 kwa mwaka. Sasa nikaona washirika wote wa kanisa ni kama vile wamejenga akili kwamba mwinjilisti ni yule anayesimama kwenye jukwaa. Ndio mwinjilisti. Halafu tukafanya utafiti pale kanisani. Tukagundua kwamba kuuliza wewe uliokokaje na kuja kanisani. Tukaona 80% ya washirika wote tulionao kanisani wameletwa na washirika wenzao. 20% tu ndio imetokana moja kwa moja na mkutano. Tukasema sasa tunasimamisha mikutano ya nje kwa muda wa miaka 2. Tunataka kila mshirika awe mwinjilisti. Kwa hiyo tukatengeneza syllabus ya mahubiri miezi 6 non stop. Ushuhudiaji wa mtu kwa mtu. 6 months non stop. Ushuhudiaji wa mtu kwa mtu. Chanjalika, si niko sawa? Jamani, Bwana sifiwe. Maana uinjilisti uko wa aina mbalimbali. Na yeye mkurugenzi nilimuita, njoo hapa useme. Kwa mwaka jana nikiwa hospitali tumeendelea kusukuma. Nimerudi nimekuta kanisa limeongezeka maradufu kutoka hospitalini. Jamani, mpe Yesu makofi. Washirika wameamua kuwa wainjilisti. Na mwaka huu tena tunaendelea. Mahubiri miezi 6 tunapiga. Mwinjilisti, wewe ndio mwinjilisti. Jamani, haleluya. Wewe ndio mwinjilisti. Matokeo tunayoyaona ni ya ajabu, ni ya ajabu, ni ya ajabu. Ibada ya pili imebidi tubomoe kanisa tusogeze kule nyuma ili watu waenee. Jamani, haleluya. Mpe Yesu makofi wa uinjilisti. Na mambo yanamnyokea nani? Basi utajaza mwenyewe. Bwana sifiwe. Kwa hiyo unaweza kaona. Na kila mtu kifanya hivyo tutakuwa na washirika milioni 9. Na mwaka jana TAG nchi nzima tuliongeza washirika wapya karibu 200,000 nchi nzima. Mpe Yesu makofi. Mwaka jana peke yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine wanasema leo hii hakuna mikutano, Mungu atembei bwana. Wewe acha ujinga. Nieleze katika historia ya Tanzania wakati gani ambapo wainjilisti tuliokuwa nao 5 wangeweza kuongeza watu 200,000 nchi nzima.
Mungu ameamua leo kulifanya kila kanisa la TAG kuwa mwinjilisti. Kulifanya leo kila mchungaji wa TAG kuwa mwinjilisti. Kumfanya kila mshirika wa TAG kuwa mwinjilisti. Bwana asifiwe sana. Maana agizo kuu ni kwa kila mmoja wetu. Haleluya! Without exception. Mungu ameamua kumfanya kila mtu. Kwa hiyo Mungu anatembea na TAG kwa upako wa aina yake, kuna kwa namna ya aina yake. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Kila mshirika ni mwinjilisti, na mtenda miujiza, na mtenda ishara, na mtenda maajabu, na mtenda mambo makuu. Bwana asifiwe. Kila moja. Na hiyo ndio tamani yetu, kwamba tusiwe na mwezi tu na nyota na jua tu ndio vitambe huko juu. Tunataka kila mshirika wa TAG awe mwezi, kila mshirika wa TAG awe jua. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie mwenzako, mtikise sana mwenzako, mwambie nga 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 nga. Uwe Messi, uwe Leonardo, uwe Ronaldo wewe, uwe Messi wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kila mshirika ng'ae. Kila kanisa ling'ae. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Jambo la 4, tukasema tunataka kupeleka wamishonari 200. Kila jimbo lipeleke wamishonari 2. Sasa nilimwita mkurugenzi mkuu wa uinjilisti wa umisheni hivi karibuni nyumbani. Nikamwambia, sasa tunataka tumepata mafunuo. Kila jimbo tutachagua makanisa ambayo yanaweza, kama kanisa lina mchungaji msaidizi, maana yake linaweza likapeleka mishonari. Kanisa moja tu linaweza kupeleka mishonari. Na yako mengine yanahitaji mchungaji msaidizi, ila wameamua tu kutokuwa naye, na hayo tutayatambua. Kama la fulani naliona liko hapa, na wewe peleka mishonari. Bwana asifiwe sana. Tukipata makanisa 200 nchi nzima, yani miaka hii 7 iliyobaki ya mpango mkakati, tunamaliza wamishonari wote tunaowataka kuwapeleka. Inawezekana, iwezekani. Mtu kama Mlokozi anahubiri nchi nzima, ukimpata wamishonari 5 Mlokozi anapeleka. Piga makofi kwa Paulo Mlokozi. Jamani, amina. Sasa nitaje majina hapa maana waona. Basi ngoja tusubiri mkutano. Lakini nitawaita mahali, nitawalisha pilau, nitawalisha keki, nitawalisha sio ya upako, yani ile keki yenyewe kabisa. Mwita, utapeleka wangapi? Hata 3 wewe unaweza. Hata 5 unaweza. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua baba askofu kanisa lake peke yake limejitoa kujenga chuo cha kupanda makanisa cha Kibondo, na karibu wanamaliza. Potter's House peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tutapeleka wamishonari. Na naona yale makanisa, na hawa wamishonari wakienda watafungua makanisa 300 katika zaidi ya 300 katika nchi mbalimbali duniani. Hebu piga makofi kwa maono makubwa na mazuri ya TAG.
Bwana sifiwe sana. Na jambo la mwisho la 5, non-negotiable, must happen. Tukasema katika miaka hii, katika ile dira tunataka umwagiko wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kanisa lake. Yaani kanisa lirudi kwenye kiwango cha Matendo ya Mitume. Kanisa lirudi kwenye kiwango cha Yesu Kristo mwenyewe. Kanisa lirudi kwenye kiwango cha TAG yenyewe. Jamani, amina. Lirudi kwenye kiwango. Kwa maneno mengine, tunataka uhai mpya, uzima mpya, nguvu mpya, mamlaka mapya, uwepo mpya, utukufu wa Bwana kwa upya. Bwana sifiwe sana. Na mimi nasema kuugua kwangu mimi wa TAG, Bwana ameamua kuwapa matendo ya kinabii. This is a prophetic action. Nikapigwa na gonjwa lisiloponyeka la kansa. Nikawa katika mauti. Nimepelekwa kule nikiwa kwenye machela kwenye ndege. Nimefika mpaka India, sijitambui. Lakini Mungu ni Mungu. Ni Jehova Rafa. Ameniponya. Nilikuwa siwezi kutembea, ninazolewa tu kama furushi. Jamani, amina. Leo hii niko jimbo la Ubungo, ninatoa hotuba. Huyu Mungu aliyempa uhai askofu mkuu akaniponya na kunipa uzima, ameniponya na kunipa afya. Ana agenda ya kuiponya TAG. Ana agenda ya kuiponya TAG na kuipa uzima mpya, ya kuipa uhai mpya. TAG, pokea uzima mpya. TAG, pokea uhai mpya. TAG, pokea mamlaka mapya. TAG, pokea upako mpya. TAG, pokea uwezesho mpya. Pokea. Na kwa pamoja na kwa umoja tutatenda makuu. Haleluya. Kaa chini, sijamaliza, ndio niko mwishoni sasa. Sasa tukasema tutawezaje kuyafikia maono haya? Wote wakakubaliana. Vyuo vya kupanda makanisa ndiyo game changer. Inaitwa hivyo Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Vyuo vya kupanda makanisa. Hivi vyuo, hii ni kambi ya miezi 5 mfululizo. Na hii kambi ambayo watu wanakaa hapa, tunataka wakitoka hapa, wanatoka hapa kama simba aliyojeruhiwa. Jamani, haleluya. Vyuo vya kupanda makanisa vitatuwezesha kuzaa watumishi bora na imara ambao watazaa makanisa bora na imara yenye sura ya matendo ya mitume na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zitatuwezesha kuzaa watumishi waliojaa Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Na kuleta mapinduzi nchi nzima. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mmesema mtazaa wachungaji 100 miaka 5 au 6 ijayo. Naomba hayo maono hebu mkareview tena.
kwa sababu tayari mna makanisa katika jimbo lenu zaidi ya 100. Bwana asifiwe. Sasa miaka mitatu miaka mitatu mingine nyinyi mtazaa zaidi ya 200 katika kipindi hicho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ukiweka na multiplication effect yake, jamani, haleluya, zaidi ya 200 mtazaa. Wape makofi viongozi wa Ubungo, wanakwenda kwa review yale mawazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio. Sasa nikasema 100 hizi hesabu wamezitoa wapi? Na jimbo la madokta hili. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jamani, mnaweza zaidi ya hayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi vyuo hivi vitazaa watumishi, viongozi watumishi, servant leaders. Sio tu imara, sio tu bora, sio tu ambao wamejaa Roho Mtakatifu, lakini viongozi watumishi ambao hao sasa kama nyati aliyojeruhiwa watakwenda na kuleta mapinduzi nchi nzima. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo wakasema maono haya yaendelee ya chuo cha kupanda makanisa. Na kwa kweli sasa hivi tuna majimbo jumla yapo 98. Na tunamshukuru Mungu, vyuo vya kupanda makanisa vinaendeshwa katika majimbo yote 98. Lakini mpaka sasa majimbo 81 yamepata majengo kama haya. Na majimbo yaliyobakia 17 yanapata majengo haya mwakani. Mpe Yesu makofi. Jamani, haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapata majengo haya mwakani. Na capacity ya vyuo hivi, tulipoanza kujenga vile vyuo vya kina Mzee Tawete, na vile kile cha Zinga kule, kile chuo size yake ni ndogo, hii size yake ni kubwa. Hiki chuo kina uwezo wa kuchukua watu 138. Sasa tufanye average, kila chuo wanafunzi 100 capacity. Ina maana kwa mwaka mmoja TAG tuna uwezo wa kusomesha jumla ya wanafunzi 9,800 hivi sasa kwa mwaka mmoja. Na Mungu ameniambia, na Mungu amesema anao watumishi maelfu kwa maelfu aliowaita bado wamekaa kwenye viti vya washirika. Maelfu na maelfu ya wanawake na wanaume Mungu amewaita wamekaa kwenye viti vya washirika. Na unawaibuaje hao? Rahisi sana wachungaji, rahisi mno. Piece of cake, very easy. Ukitaka watu wahubiri injili, unahubiri injili. Ukitaka watu watoe, unahubiri utoaji. Ukitaka watu wajazwe Roho, unahubiri kujazwa Roho. Na ukitaka watu waingie shambani kwenye wito wao walioitwa na Bwana, unahubiri habari za wito. Hebu muulize mwenzako, mwaka gani ulihubiri habari za wito kwenye kanisa lako? Mwaka gani? Washirika mpo hapa na baba zetu, mmewahi kusikia habari za ujumbe wa wito kutoka na kumtumikia Mungu moja kwa moja unahubiriwa madhabahuni? Hebu nyosha mkono juu. Washirika wamekaa kule wamenyosha 7. Bwana asifiwe sana. Na ngoja nikuthibitishie. Rafiki yangu kutoka Marekani
anaitwa Douglas. Aliniomba akasema, nasikia mzigo wa kuja Tanzania kumtumikia Mungu kwa muda wa mwezi 1.5. Mzee wa miaka karibu 60. Naomba nitafutie mahali ambapo nitatumika. Nikamuomba Mungu sana, nimpeleke wapi? Nikasema, hebu nimpeleke jimbo la Hanang, wilaya ya Hanang, jimbo la Hanang. Nikampigia askofu wetu pale Hanang. Askofu nani yule? Kalai. Kalai. Nikamwambia, unaweza kukaa na mzungu mwezi mmoja na wiki moja? Akasema ndio. Haya, nicholee ramani. Akachola ramani. Mzungu atafanya nini? Akaandaa makongamano 5 ya siku 5 wiki nzima, ya washirika wote, wachungaji wote. Kama ninyi mna section 12, manake aliunganisha section 2. Wakakutana wote kwenye center moja. Ndani ya wiki 5 amehubiri habari za wito. Jimbo la Hanang peke yake. Ndani ya wiki 5 anahubiri hapa anatoka, anahubiri hapa anatoka. Unajua nikwambie matokeo? Watu walikuwa wanakuja mbele wanalia machozi. Wanalia. Mimi nimeitwa na Mungu kwenda kumtumikia. Nimefanya ubishi leo nakubali, wanawake na wanaume. Na ameondoka, ameacha watu 80. Only for 5 weeks. Na jimbo lile ni dogo kuliko hili la Ubungo. Maana tumelikata kutoka Babati. Jamani, haleluya! Ni dogo kuliko hili la Ubungo. 80 people in 5 weeks. Ngoja nikueleze. Yesu alipohubiri, Paulo na Petro walipokuwa kwenye mlango wa hekalu, wakamwambia yule kiwete, fedha na dhahabu hatuna, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu, simama uende. Alisimama? Hakusimama. Soma Biblia yako vizuri mwanangu. Alibaki pale pale. Bwana sifiwe. Je, swali jingine, alikuwa amepona hajapona? Alikuwa amepona hajapona? Amepona. Lakini amesimama? Hapana. Ndugu zangu, nipo hapo. Petro na Yohana wakamshika mkono. Jamani, haleluya! Wakafanya nini? Wewe umesimama haraka. Haya, piga kelele, naona. Sasa kuitwa ni kitu kingine. Mimi niliitwa tangu nikiwa form 2. Lakini wachungaji wa wakati ule vilaka vitupu. Nimeitwa mwaka 82. Jamani, Bwana sifiwe. Wachungaji vilaka vitupu. Samani 81. Vilaka vitupu. 82. Niko bado na sekondari na Goma, na kwema sitoki hapa. Halafu darasani zilikuwa sio mchezo hapa. Mimi nilikuwa ni head prefect na mwenyekiti wa vijana wa mkoa. Kwanza wa Morogoro, halafu Kigoma. Jamani, haleluya! Wa mkoa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Familia yangu yote maskini. Nitaenda kwenye uchungaji, nitaikomboaje familia na umaskini? Nikamwambia hiyo biashara mimi siendi. Mungu akaniambia, wewe utanijua mimi ni nani. Naongoza darasani. Head prefect mzuri. Mwenyekiti wa vijana wa mkoa. Youth league ya wakati huo. Jamani, haleluya!
matokeo yakatoka ya form 4. Wanafunzi wote wa darasa langu wamefaulu. Baraza la mtihani likasema, hii hatujawahi kuona, hawa wameiba mtihani. Wakafuta matokeo yote. Yona amesababisha dhoruba kwenye chombo. Nililia kweli. Nikasema, Mungu, naenda. Mwaka 83 mwezi Novemba nikatinga shambani mwa Bwana mpaka leo. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wabishi wapo, maelfu ya TAG wake kwa waume wameitwa, lakini wanahitaji mchungaji ambaye atahubiri yale mahubiri yako yale. Ndio mkono unaowashika. Haleluya! Yale mafundisho yako ndio mkono unaowashika. Jamani, haleluya! Yale mafundisho yako ndio mkono unaowashika. Amina. Kila anayetoa anapokea. Ukitoa washirika, Mungu analeta zaidi. Ukitoa washirika, Mungu analeta zaidi. Mimi nimeona ukitoa washirika, Mungu analeta zaidi. Tena ukitoa kilicho bora, kama Ibrahimu mwana wake wa pekee, Mungu anakuletea vilivyo bora zaidi. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndiyo sababu na vyuo hivi vinaweza vikajaa watu 9,800 kila mwaka. Tukiamua tunaweza. Haleluya! Hebu sema ninaweza. Ninaweza. Mwambie, sema kwa sauti, ninaweza. Sema nitathubutu. Sema nitafanya. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Sasa ninyi Ubungo mmejenga chuo kizuri sana. Mmevunja rekodi 2. Nashukuru askofu amesema huu ni mwanzo, wanakiboresha zaidi. Jamani, haleluya! Mmevunja rekodi 2. Kwanza, ninyi ni jimbo la pili Tanzania kwa kumaliza chuo cha kupanda makanisa kwa muda mfupi. Maana majengo haya yamesimikwa 2022. Leo ni 2026. Tayari kimeiva na mnapakua. Jimbo pekee lilofanya hivyo ni jimbo la Njombe, wakati wa Askofu Luhago walimaliza chuo ndani ya miaka 2. Na hiyo rekodi haijavunjwa bado, lakini nchi nzima ninyi ni wa pili. Jipigeni makofi. Rekodi ya pili ambayo mmevunja ni kanda ya kaskazini mashariki. Tuna majimbo mangapi kanda kaskazini mashariki? 11. Katika majimbo 11, jimbo la kwanza nchi nzima kupokea majengo haya ilikuwa jimbo la Tanga. Lakini mpaka leo hawana ukamilifu huu. Sio askofu huyu, msimwangalie, zamani wote wanakuangalia wewe. Huyu alikuwa sio askofu wakati huo. Huyu yuko Tanga mashariki. Lakini nyinyi jimbo la Ubungo ndani ya miaka 4, sasa sitaki kutaja na majimbo mengine ambayo yamepokea. Kuna Mziyu Zinga huko. Sio kuna Zanzibar. Basi ngoja niishie hapo.
nisiwanyime watu usingizi. Nyinyi wa jimbo la Ubungo, katika majimbo 11 kanda ya kaskazini mashariki, ndio mmezindua chuo chenu. Wa kwanza kuzindua chuo chenu. Jamani, jipongezeni basi, nye mkoje? Nani kama Ubungo? Haleluya! Mmekuwa wa kwanza kuzindua chuo chenu. Tumesema chuo kivutie, na chuo chenu kinavutia. Tumesema majengo yawe imara, na majengo yenu yako imara. Tumesema kifuate ramani ya Jamhuri na kanuni za ujenzi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmefuata ramani na kanuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ujenzi. Tumesema let us do more with less. Tunaita the principle of cost effectiveness hiyo. Cost effective. Yaani unafanya makubwa kwa gharama ndogo. Wewe unafikiri mahali kama hapa na hiki kiwanja chenu ni changamoto sana kujenga mahali kama hapa. Wewe angalia ule msingi tulivyoinuliwa. Angalia lile jengo pale. Angalia ule msingi tulivyoinuliwa. Halafu naambiwa eti majengo yote na kila kitu hapa milioni 500. Piece of cake. Doing more with less. Mpe Yesu makofi na vigelegele vya shangwe. Na mimi kwa mamlaka niliyopewa kama askofu mkuu wa kanisa zuri la TAG na mtumishi wa Injili ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, jimbo la Ubungo na kibariki chuo hiki katika jina la Bwana. Na wabariki watu wote wa Ubungo. Na wabariki waangalizi wa sehemu na kamati zenu wa Ubungo, pokea baraka za Bwana. Na wabariki wachungaji na makanisa yote ya Ubungo, pokea baraka za Bwana. Na wabariki viongozi wa idara ngazi zote, pokea baraka za Bwana. Ninabariki washirika wote wa jimbo hili, pokea baraka za Bwana. Jamani, pokea baraka za Bwana. Bwana wafanye kuwa juu wala msiwe chini. Bwana wafanye kuwa kichwa wala msiwe mkia. Bwana wabariki sana kwa baraka zote za rohoni na za mwilini. Bwana ongoze utumishi wenu. Bwana awe mpaji wa utumishi wenu. Bwana wape kibali katika utumishi wenu. Bwana walinde na kuwaokoa na hatari zote za hapa duniani. Bwana wafanye kuwa baraka. Pokea baraka za Bwana. Pokea baraka za Bwana. Tusimame wote. Inua mikono yako kwa Bwana. Nataka kila mmoja aseme na Bwana. Kila mmoja anene na Bwana. Liko wingu la utukufu hapa, la kukuhuisha tena katika maono haya na katika dira hii na katika ramani hii. TAG, pokea baraka za Bwana. Pokea uhuisho wa Bwana. Pokea nguvu mpya. Pokea uzima mpya na uhai mpya. Inua mikono yako yote kwa Bwana. Anza kusema na Bwana. Tepova pasaya. Kilobotolo bekas. Sheketele beka. Ola bakote nemes. Yanda kalika tolobo. Kila bakose kelebe. Moshi kanamayo. Lesi kolobo. Telebe va paso. Shindolo bekaya. Leko telebe kava. Sio bolobo shaka. Neleke telabavo posia.
katika jina la Yesu. Kila bavopo sita nama leboko shita namayo lebo sivapateneme labo sheketelebe laboko sita namayo laboko shika nama leke talaba vopo siva leke telebekovo posia jikana malete neme o kasika namayo jeke telebekavo posiva
Mtazamaji wa Zoe TV, aliyetoka kuzungumza si mwingine bali ni mgeni rasmi wa uzinduzi huu wa kupanda makanisa chuo hiki cha Mpigi Magoe, jimbo la Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na sasa tuendelee kumsikiliza wakati akimalizia hotuba yake Askofu Mkuu Dr. Barnabas Mtokambali, askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Jina la libarikiwe. Idara ya elimu, naomba msimamie viwango vya elimu bora katika kila chuo cha kupanda makanisa. Na ninyi wanafunzi mliopo hapa na mtakao kuja, hakikisheni mnatunza miundombinu ya chuo hiki vizuri. Tumieni kila kitu kwa ustaarabu ili kitunze, kikutunze na kitunze kidumu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na natoa wito kwetu sisi wote jimbo la Ubungo. Viongozi wetu wamesema maono ya sasa na wakati ujao. Tuungane nao katika kupanua chuo hiki na kuyatekeleza maono haya mpaka hatimaye tufikie katika ukamilifu na utimilifu wake. Na sasa mahali hapa pawe center kamili ya jimbo. Sisi kule Morogoro tuna chuo cha kupanda katika makanisa kizuri sana. Lakini conference zote za wanawake, zote za vijana, zote za jimbo, na tuna makanisa zaidi ya 300 jimbo la Morogoro kati. Tunakutana kwenye chuo chetu. Hata juzi tulikuwa na kongamano la uamsho la jimbo, tulikutana pale kwenye chuo chetu watu 400. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kiroho cha Wapentekoste kiko kwenye kitu kinaitwa tarrying. Yesu akasema msiondoke Yerusalemu hata mtakapovikwa. Kadiri unavyotari, unavyongoja na kubaki hapo, ndipo unapotembelewa zaidi. Kwa hiyo hapa pana kuwezesha kutimiza hiyo tarrying. Tunatoka kwenye kila kitu na tunajichimbia hapa. Na mimi naahidi askofu, nitaleta kongamano kubwa la uamsho jimbo la Ubungo, la wachungaji na wake zao na viongozi wa idara na wazee wa makanisa. Ila naomba tufanyie hapa. Tutamgoja Bwana hapa mpaka tutokee. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anisaidie isipite muda mrefu, kongamano lije hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Ubungo, baraza kuu la TAG tumeleta recognition ambayo nataka nimkabidhi askofu na kamati yake kwa niaba yenu ninyi wote. Tanzania Assemblies of God, pongezi kwa kukamilisha ujenzi wa chuo cha kupanda makanisa jimbo la Ubungo. Naipongeza kamati na washirika wote wa jimbo la Ubungo kwa kukamilisha ujenzi wa chuo hiki ambacho pia ni kituo center cha jimbo. Hongereni sana. Amen. Imetolewa leo tarehe 1 mwezi wa Agosti 2026, siku ya uzinduzi wa chuo hiki na mchungaji Daktari Barnabas Weston Mtokambali, askofu mkuu wa kanisa zuri la sana la Tanzania Assemblies of God. Nyosheni mikono wote. Haya askofu, nyosha mikono juu zaidi. Haya wengine shika kwa niaba ya jimbo na wakabidhi. Jamani, asanteni kuniombea, nimepona. Bwana tukuzwe.